Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa kafa ala rasulillahi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa, amma ba'd. Tunakaribisha tena katika silsila za video zetu ambazo zinazungumzia asrari za Qur'ani, ambazo ni mujarrab na zimejaribiwa na wale wenye yaqini na uhakika wa faida kama hii wameona natija yake na siri yake kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika video hii insha Allahu ta'ala tutazungumzia siri ya kalima katika suratu Maryam. Kalima chenyewe ni aya pili kinachosema kaf ha ya ain sad. Hichi kilima kina siri kubwa, siri ambayo kwa yule ambaye kwamba yeye atakifanyia kazi hichi kalima kwa yaqini ndani ya moyo wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtimizia malengo ambayo kwamba ni mustahili kwa taswira ya mtu kusawirisha na kufikiria jambo lenyewe kwamba haliwezekani, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa dua ambayo kwamba inafungamana na kalima hichi na suratu Maryam, basi Mola subhanahu wa ta'ala ataweza kukutimizia mambo ambayo kwamba ni mustahili kukamilika, ni mustahili kupatikana, lakini yatapatikana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla ya kuanza kuelezea siri ya kilima hichi cha kaf ha ya ain sad, basi mwanzo tutangulize kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika suratu Maryam, sura maarufu inayozungumzia habari za nana Maryam alayhi salam, kuna mambo manne ambayo kwamba ni mustahilat, mambo ambayo kwamba kwa akili ya mwanadamu haliwezekani kupatikana jambo kama hilo, haliwezekani kutokea jambo kama hilo, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni hayyinun, ni rahisi sana. Wa madhalika ala Allah biaziz, hilo halimshindi Mola subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ambalo kwamba ni katika mustahilat ndani ya suratu Maryam, lakini iliwezekana kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni Sayyidina Zakaria alayhi salam kuruzukiwa mtoto ambaye ni Sayyidina Yahya alayhi salam. Tunajua katika habari za Zakaria ni kwamba alikuwa ni mzee, alikuwa amefika umri ya kwamba yeye kwa akili yake na kulingana na nguvu za mwili wake hawezi tena kuzaa. Ni umri uliopita miaka mingi, amekuwa mzee, na hata mke wake mwenyewe alikuwa ni chasa, yani hana tena kizazi, hazai. Mke wake alikuwa hazai, hapati watoto, hana kizazi, lakini Mola subhanahu wa ta'ala aliweza kuwaruzuku bwana huyu Sayyidina Zakaria, akamruzuku mtoto ambaye ni Yahya alayhi wassalatu wassalamu. Msikize Mola subhanahu wa ta'ala anasemaje kuhusu habari za Zakaria. Anasema يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Hizi aya zazungumzia habari
ya Sayyidina Zakaria ambaye Mola Subhanahu wa Ta'ala aliweza kumruzuku mtoto kwa hali ambayo kwamba yeye mwenyewe amekuwa mzee na mke wake alikuwa hazai. Kwa hivyo ni mustahili kwa mtu ambaye kwamba yeye ashafika ule umri kwamba hana tena nguvu, na vile vile mke wake hazai, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuwaruzuku mtoto. Hii ni mustahili ya kwanza. Mustahili ya pili ni kuhusu Nana Maryam. Tunajua Nana Maryam alikuwa amekaa ndani ya msikiti wa Baitul Maqdis, msikiti mtukufu wa tatu katika misikiti mitukufu duniani. Alikuwa pale peke yake, hakuna anaingia mwanamume isipokuwa Sayyidina Zakaria alayhi salam, babu yake ambaye kwamba alikuwa anamtunza. Na lakini huyu Sayyidina Maryam aliweza kupata mtoto bila ya mume, aliweza kupata mtoto bila ya kuonana na mwanamume, bila ya kuingiliwa na mwanamume. Na katika akili zetu sisi tunaona hili ni mustahil. Vipi mtu apate mtoto bila ya kukutana na mbegu ya mwanamume, bila kukutana mbegu mbili ya mwanamume na mwanamke? Lazima mbegu mbili zikutane ndio kupatikane mtoto. Lakini Sayyidatina Maryam aliweza kupata mtoto ambaye ni Sayyidina Isa alayhi salam bila ya mume. Sayyidina Isa alizaliwa bila ya baba. Kwa hivyo hii ni mustahil, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kwake yeye ni rahisi, lawezekana. Nasikiza aya ambazo kwamba zinazozungumzia kuhusu Nana Maryam, vile yeye alivyojitetea kwamba yawezekana vipi ya kupata mtoto bila mume. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia akisema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nana Maryam hilo lawezekana, huwa alayya hayyin, kwa Mola hilo ni rahisi, lawezekana. Ni mustahili kwa wanadamu, lakini kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala lawezekana, na aliweza kupata mtoto bila ya mume. Hii ni jambo la pili. Jambo la tatu vile vile ni katika mustahilat, lakini liliwezekana. Pale Nana Maryam alayha salam alipokuwa sasa uchungu wa mazazi umemshika wa kujifungua Sayyidina Isa alayhi salam, amefika pale uchungu umemshika, anatamani kufa kwa sababu ya uchungu kama ule, na hapo hakukuwa na chakula chochote mbele yake angalau ale kimsaidie. Alisongea mpaka akakaribia katika mtende, na mtende ambao kwamba haukuwa na tende kabisa, ni mtende ulikuwa bila ya matunda kabisa. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nana Maryam atingise ule mtende ambao hauna mtende, atingise, na mtende kama ule ukaweza kuanguka tende, ukatoa tende na zikaanguka, na Sayyidina Maryam alayha salam akaweza kula tende zile pale. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratu Maryam akisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Kamwambia tingisa hicho kiguzo cha mtende, tingisa uone.
asema tusaqitu alayki rutaban janiya, hapo zitateremka tende tena kama ni mbichi. Rutab mbichi bado ni zile zimeiva bado ziko rangi ya manjano, na ndio tende tiba, na ndio tende dawa kwa yule ambaye kwamba yeye ni mzazi anataka kujifungua, wakati ule uchungu umemshika. Miongoni mwa siri ya tende ni kwamba yule mzazi ambaye kwamba yeye anataka kujifungua wakati ule uchungu umemshika, basi akila tende saba tu tende saba wakati ule ambao ni rutab, uzuri iwe ni rutab, zikikosa ni rutab basi sawa, tende nyingine hazina shida, lakini rutab basi insha Allahu taala ule uchungu utatulia na ataweza kujifungua vizuri. Hii faida imetokana katika hii aya ambayo kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nana Maryam atingise kile kiguzo cha mtende, na tende zikateremka zikaanguka, akala, akawa ni mwenye kutulia ule uchungu wake. Hii ni mustahili ya tatu, lakini iliwezekana kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahili ya nne ambayo kwamba vile vile imeelezea katika suratu Maryam, tunaonesha yani kwa Mwenyezi Mungu ni wama dhalika ala Allah biaziz, hashina kitu. Ni pale Sayyidina Isa alayhi salam aliweza kuzungumza akiwa na umri mdogo, bado yuko katika ulezi, ni mdogo, na mamake alikwenda naye mpaka kwa wale jamaa zake wakamlaumu kwamba yeye amepata mtoto nje ya ndoa na hilo halikupatikana katika familia yake. Vipi yeye aje na mtoto bila nje ya ndoa? Lakini Mola subhanahu wa ta'ala kutaka kuonesha uwezo wake na vile vile kutaka kumtakasa Sayyidina Maryam alayhi salam, Mola subhanahu wa ta'ala akamwambia amwashirie mtoto wake azungumze ukweli, na mtoto akazungumza akasema maneno haya, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Haya ni maneno ambayo kwamba aliyazungumza Sayyidina Isa alayhi salam kuweza kumtakasa mamake kupitia kwa Allah subhanahu. Allah aliweza kumtamsha Nabii Isa alayhi salam na akaweza kumtakasa mamake na tuhuma ambazo kwamba alikuwa amewekewa. Kwa hivyo hizi ni mustahilati nne ambazo kwamba zimeelezewa katika ndani mwa sura hii. So katika sura hii kuna faida ambayo kwamba unakusudia kitu gani katika maisha yako kwamba ni mustahili kisiwezekana kupitia kwa sura kama hii. Kwa hivyo hii sura ina faida kubwa, na ni namna gani tutaweza kufaidika na sura hii ili tuweze kuyapata mambo ambayo kwamba ni mustahilati. Songea karibu na usikize faida kama hii, na ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi usikose kusubscribe, kulike na vile vile kushare hizi video zangu ili zienee dunia nzima, watu waweze kufaidika kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuweza kufaidika na faida kama hizi ni rahisi kabisa. Unachohitajika ni kwamba ni kusoma suratu Maryam kila siku mara moja baada salati al-maghrib. Baada ya kusali maghrib, ukiwa umekaa pale kwenye msalla wako ama kama ni msikitini, basi unaisoma suratu Maryam yote kwa nia yako, kwa malengo yako ambayo kama nakusudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaisoma suratu Maryam mara moja kwa muda wa siku 7 kwa kufuatana, siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku ya 7. Na ile siku ya 7
ile siku ya saba ukishamaliza kuisoma suratu Maryam siku ya saba, utasoma dua hii mara 100. Utasoma dua hii mara 100 wenyewe baada ya bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wenyewe utasema Allahumma bihaqqi ma anzaltahu fi kaf ha ya ain sad wa asrariha wa barakatiha wa anwariha an tuhaqqiqa li ma atamannahu min kadha wa kadha. Maana ya dua hii unasema Allahumma, ewe Mola, bihaqi, kwa haki, ma anzaltahu, uliweza kuiteremsha, fi kaf ha ya ain sad, katika hichi kilima ambacho kwamba kina siri ndani yake, wa asrariha, na siri zake, wa barakatiha, na baraka zake, wa anwariha, na nuru zake, an tuhaqqiqa li ma atamanna, unihakikishie mimi, unitimizie mimi yale kama mimi na yatamani ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yangu, min kadha wa kadha, katika jambo lolote, iwe ni jambo la kutaka kuoa, iwe ni jambo la kutaka nyumba, iwe ni jambo la kutaka cheo, iwe ni jambo lolote ambalo kwamba mmekusudia Mola subhanahu wa ta'ala, kwa akili yako wewe ni mustahil, Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kukutimizia malengo yako insha Allahu ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kukutimizia malengo yako kwa uwezo wake Mola tabaraka wa ta'ala. Wama dhalika ala Allahi biaziz, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hilo lawezekana, ni akitaka ni kun fayakun. Kwa hivyo hii faida insha Allah ta'ala tuifanyie kazi, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kututimizia malengo yetu ambayo kwamba tumemkusudia Mola subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo kwamba ni mustahilati, kwa uwezo wa Allah yatapatikana kwa baraka na siri ya hii sura, na vile vile siri ya kalima hichi cha kaf ha ya ain sad. Mola subhanahu wa ta'ala atuafikia kila la kheri, na shari zote Allah subhanahu wa ta'ala atuepushie kwa baraka na siri ya Qur'ani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.